Asante sana. Ndugu wanahabari, tumesikiliza hutuba mbili hizo za kiongozi wa chama Mama Dorothy na za mwenyekiti wa chama ambaye ni mgombea wa upande wa Zanzibar. Sasa tunataka tutoe fursa na nafasi ya kuuliza maswali. Ningependa kione mikono na chombo ambacho kinachotokea na kutaja jina, tujue swala unaloulizia wapi, likapate majibu wapi, ili tumalize shughuli hii tukakamilisha shughuli ya umma chini. Ukumbi uko wazi. Nataka kuona na mkono mwingine, mikono mitatu ya mwanzo, wa pili ule mitatu tayari. Haya, tuanze na kule nyuma kwa ufupi na kwa ufasaha kabisa. Mpe. Na tumeanza na mama. Haya. Alaykum salaam. Mara nyingi viongozi wa ACT wamekuwa kusikika swala kutolipendelea swala kulinda amani. Tunataka kufahamu kwa upande wenu mwaka huu, labda mmepanga kuingia katika uchaguzi wa fujo au kwamba mnaizungumzia amani kwa upande gani? Na swali langu la pili, tume ya uchaguzi Zanzibar imetoa ofa kwa wanawake kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi zile haramu wamezipunguza. Je, mpango wa chama chenu ni upi katika kuongeza idadi ya wanawake wengi kugombea nafasi mwaka huu? Asante. Tumeliona hapa, tutajua. Alaykum salaam. Jina lako? Jina lako? La kwanza, mheshimiwa makamu, nasema makamu wa kwanza wa rais. Mgombea wa rais. Tangu harakati za vyama vingi au vuguvugu la vyama vingi Zanzibar jana, Pemba ilipambanua kwamba ni ngome ya upinzani tangu kuanza mwaka. Katika miezi karibuni tumeshuhudia viongozi wa CCM wakifanya mikutano kule, mara nyingi kutangaza pia au kuwaona kwenye TV sisi kwa hapa Pemba wanachama wengi wanaotaka kuwa wanachama chenu wakirudisha fomu kwa mamia na maelfu kaji wakirusha kazi. Sasa tunaingia kwenye uchaguzi, bado naamini kwamba Pemba ni ngome yenu, kinyume inapoonekana sasa kwamba labda imetishika na nafikiri nao bado wakupisha majimbo ambayo sisi mwalichukua katika uchaguzi uliopita Swani Pemba kwa maana wa chini. Swali la pili, hivi karibuni nilikuwa nazungumza na mmoja kati ya makada wa sisi, ni rafiki tunazungumza, anaambia hata wao ndani ya chama chao wanaona iko haja mabadiliko ya kiutawala Zanzibar, lakini wanaona hakuna chama mbadala, kwa maana hawana imani na ACT wengi wao, kwamba wanaamini zile dhana au kasumba za hao watawarudisha, ambazo mara nyingi zikitajwa kwamba labda watarudisha usultani kama haya. Kuna watu waje wasiwasi wenye dhana kama hiyo. Asante. Na au mawili mwisho. Mawili. Asante. Meona mkono. Naam. Taja chombo chako na jina lako. Tutarudi. Naitwa Abdurrahman Sheha kutoka Asam Online TV. Abdurrahman. Itamhusu Mheshimiwa Makamu wa Rais. Kuelekea uchaguzi huu kwa kusikia sehemu nyingi sana za chama ikisema kwamba wanateteresha GNU, yani umoja, serikali ya umoja wa kitaifa. Tushuhudia kwamba bado kuelekea katika uchaguzi huu tutakwenda kuishuhudia ACT Wazalendo katika ule umoja wa kitaifa au kuna mabadiliko mengine? Swala kwanza. Swala pili itaelekea kwa kiongozi wa chama Mama Dorothy. Nimeziona baadhi ya clip kwenye mitandao ya kijamii miezi kama minne iliyopita nyuma, imeonyesha kiongozi wa chama akitiania ya kusema kwamba wanaenda kwenye uchaguzi mkuu wa 2025 na yeye
anaweza kugombea nafasi ya urais. Je, kuhusiana na ITV na Radio 1. Kwa maswali kama kwanza na kiongozi, bahati nzuri ameshaeleza la kiongozi, lakini labda nisisitize, nataka kujua swala la kura la mapema. Alisema kwamba haipo. Nataka kulifafanua kwamba haipo. Nataka kulifafanuzi zaidi, labda tunaelekea kwenye uchaguzi. Swala la kura mapema liko vipi kwa nyinyi? Na swala la pili na kidogo linatuenda kubii, unagombea rais wa Zanzibar, endapo utashinda, kitu gani cha mwanzo ambacho unapaswa utakifanya wakati pale utapata urais? Kwamba ACT kishinda vimeshinda chama chingine, utatambua matokeo na utakubali kujiunga na serikali ya kitaifa kwa huyo ambaye chama chingine kimeshinda? Nataka kujua hapo msimamo wako uko vipi. Na upande wa kiongozi wa chama pale, pamoja kwa mwenzangu amekiulizia, nataka ufafanuzi zaidi, nafasi ya urais wa Tanzania itaanza lini kwenu nyinyi? Je, ni wewe utagombea au nasemekana pia kwamba ni Zitto Kabwe utagombea? Nataka hapo kidogo nipo ufafanuzi. Asante sana. Asante. Wa mwisho namaliza mara Peter. Na Peter. Kwa mwenyekiti, napenda kufahamu nani wa Zanzibar wameandaliwa vya kutosha kuweza kushiriki uchaguzi kupatia ushindi. Asante. Nimeona mkono huko. Tukifunga hili ndio tushafunga ili pazia. Naitwa Mjora kutoka Dodoma. Ningependa kuuliza mheshimiwa, yupi? Ni ajenda zipi kuu ambazo zitakuwa msingi katika kampeni zake za urais, lakini pia uchumi na ajira kwa vijana, labda hii changamoto yeye ataishughulikia vipi endapo atachaguliwa kuwa rais wa Tanzania? Lakini kwa upande wa mama hapo kiongozi, tumeona kwamba chama cha ACT Wazalendo katika serikali za mitaa hakikufanya vizuri, ilipata viti kama 11 tu. Labda mpango mkakati ili kuhakikisha wanashika dola kwa upande wa Jamhuri ya Muungano kule uko vipi? Asante. Tumemaliza. Nashukuru. Babu Sadala tufungie dima. Jiko la shamba. Sauti Naitwa Mwini Sadala, Batimbaya Mike Lombe, wengine sauti zetu ziko chini. Swali langu la kwanza, Mheshimiwa Osman, unagombea urais wa Zanzibar, umelizika na mazingira ya uchaguzi ya ZEC na sheria ya kura ya mara mbili? Swala la kwanza hili. Swala la pili, sakata la Chadema na Tundu Lissu inatoa funzo gani kwa wewe kama Osman na chama chako cha ACT Wazalendo? Na swala la tatu, rais mstaafu Amani Abeid Karume na Maalim Seif Sharif Hamad walifanya kazi kubwa sana kujenga ile misingi ya serikali ya umoja wa kitaifa. Je, misingi na malengo yake unadhani bado yako hai au yamekufa? Na swala la mwisho, umesema kwamba serikali hii katika miaka mitano imeshuhudia ukisiri kwa ufisadi. Je, wewe kama makamu wa kwanza wa rais unaweza kujitenga vipi na serikali hii juu ya ufisadi wa miaka mitano ikiwa sehemu ya serikali? Ningeomba ufafanue ili wananchi wapate kufahamu zaidi unajitenga vipi. Asante sana, tunakushukuruni nyote. Sasa kwa kuwa
alianza ni kiongozi wetu wa chama Mama Dorothy, na nimeyaona yamekuwa machache mno ambaye ameulizwa yeye. Basi tumkaribishe kiongozi wa chama na tumie fursa hii ya kuyajibu, na kama na nyongeza aiweze kuyapa, kwa sababu huyu ni mama ambaye ni tishio kwa Tanzania na kipenzi cha Tanzania. Mama Dorothy, karibu katika ukumbi. Asante kwa maswali mazuri. Nitaanza na swali la serikali za mitaa. Nafahamu jinsi ambavyo uchaguzi wa serikali za mitaa uliendeshwa. Mmeona hujuma kubwa, mmeona jinsi ambavyo vyama vya siasa badala ya kuwepo kwenye ushindani, tumeona vyombo vya dola vikitumika kukibeba Chama cha Mapinduzi. Hatuna shaka na mikakati, mipango na kazi kubwa iliyofanywa na chama cha ACT Wazalendo kuandaa Watanzania kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Lakini mazingira tuliyokutana nayo hayakuweza kuonesha ushindi wa dhati wa chama cha ACT Wazalendo. Na mnafahamu hata baada ya uchaguzi chama cha ACT Wazalendo kilitoa tamko na kukataa na kusema uchaguzi ule haukuwa huru wala haukuwa wa haki, na sisi tulienda mbali na kusema uchaguzi wa serikali za mitaa ulitakiwa kufuta. Ule haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi. Kwa hiyo hii ni kusema kwamba mikakati tunayo, tunaitekeleza na tuna matumaini makubwa. Tunachokitaka ni uwanja wa uchaguzi kuwekwa sawa, vyombo vya dola kuondoka kwenye uwanja wa uchaguzi, na tutaona namna ambavyo ACT imeenda kupokelewa na umma na kuchaguliwa kwa umma kwa kazi kubwa, ikiwemo kutetea wananchi, kuwa na sera bora ambayo imeendelea kuifanya na itaendelea kuifanya. Kulikuwa kuna swala la amani, nitalijibu kipengele kimoja na fake kingine atakimalizia mwenyekiti na mgombea urais. Imekuwa ni kawaida kila wakati tunapokaribia uchaguzi mkuu na uchaguzi wa serikali za mitaa, Chama cha Mapinduzi na wale wanaoungana nao kuhubiri kuhusu amani. Wakati huo vikitambua kwamba sisi kama chama cha siasa makini tumeendelea kupigania uwepo wa mazingira bora ya demokrasia nchini. Haki za wananchi ziheshimiwe, haki ya wananchi kuchagua na kuchaguliwa, na kuendelea kuilinda thamani ya kura. Amani ni tunda la haki na si vinginevyo. Swala kuhusu gharama na aweni waliopewa wanawake, kwa ujumla chama cha ACT Wazalendo kimeendelea kuandaa wanawake nchi nzima kuwa wagombea bora, kimeendelea kutambua nafasi ya wanawake katika chaguzi zetu, lakini kimeendelea kupigania uwepo wa mazingira bora ya uchaguzi ili wanawake waweze kushiriki na kuchaguliwa. Kuhusu kutia nia, ni kweli nimetia nia ya kugombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwapo chama changu kitanipa ridhaa, na unafahamu hii ni muendelezo ya wito na nafasi iliyotolewa na Halmashauri Kuu ya Taifa kwamba tujitokeze, na tunaamini bado watu wanajitokeza. Nia iko pale pale. Nitakamilisha taratibu za chama na wajibu wa kutupa ridhaa hiyo umeachwa kwa mkutano mkuu wa taifa. Kwa hiyo hii ni kuendelea kuwakaribisha na kuhamasisha wale wote ambao wana nia ya dhati ya kuongoza Watanzania waje chama cha ACT Wazalendo, wachukue fomu na tuendeleze huo mchakato. Kwa hiyo bado nina nia thabiti ya kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iwapo chama changu kitanipa ridhaa hiyo. Kulikuwa kuna swali kwamba nani anagombea. Nafikiri hiyo ni wajibu wa mkutano mkuu wa taifa. Asante, naona nimemaliza maswali yangu. Huyo ndiye Mama Dorothy Semu,
Iron Lady jinsi gani alivyoyajibu masala ambayo ameuliza na ameongeza kwa fasaha kabisa. Sasa tunamkaribisha mwenyekiti wa chama ambaye ni mgombea kwa upande wa Zanzibar na makamu wa kwanza wa rais, Sheikh Othman bin Masud bin Othman Al-Haqir. Tafadhali. Kwanza niendelee kuwashukuru kwa maswali mazuri na ambayo yanaonyesha kwamba mmefuatilia kwa makini kile ambacho tulikizungumza. Dada Mtumwa Said, umeuliza kwamba ACT mnaonesha kwamba nyinyi mnakataa watu kuhubiri amani. Je, mnataka vurugu? Mimi nadhani labda hapa kuna kitu hatuja ama pengine hatujasikika, au mtu anahadithiwa naye hajatusikia au hajatufahamu tunachozungumza sisi. Sisi ndio wahubiri wa amani wakubwa katika nchi hii. Na mimi nakuambia na wengine wote ambao wana mawazo hayo, laiti kama sio sisi ACT Wazalendo kukubali tuliofanyiwa 2020 na tuliofanyiwa huko nyuma na yanaendelea kufanyika bila ya uongozi uliopo kuonesha dalili yoyote ya kutaka mabadiliko. Mmeshuhudia chaguzi za marudio, chaguzi ndogo za Mtambwe, Konde, kwamba ni yale. Nchi hii kama si uungwana wetu, kama si kufahamu kwetu, kama si kwa mapenzi makubwa ya nchi yetu, nchi hii leo isingekuwa inatawalika. Kwa hivyo sisi tunachosema ni kwamba wanaohubiri amani haiwezi kuzaliwa, amani haiwezi kuwepo. Amani ni kama mti, haiwezi kumea bila kuwa na haki na uadilifu. Hayo ndio mambo ambayo sisi tupambanie sote, wananchi, viongozi wa dini na wengine, kwa sababu haya yatazaa amani. Unapokwenda ukahubiri amani, huku tunajua unafanya njama za kuhujumu amani, za kuiba, za kudhulumu, za kufanya ghilba katika uchaguzi. Wewe unaposema unahubiri amani, sijue ni amani ipi. Ndio kauli yetu, na sisi tunasema bila haki, bila uadilifu hakuwezi kuwa na amani. Tusijidanganye, tusiwadanganye wananchi. La pili, juhudi za kuongeza wapiga kura, na nadhani kiongozi amelijibu vizuri, nadhani haina haja kulirudia. Wana Salum Vuai kwamba Pemba imekuwa ngome ya upinzani na kwamba sehemu sasa hivi imekuwa ikivuna wanachama wengi kutokana na mikutano yao. Kwanza sijui mkutano upi, lakini kwa sababu sehemu sijaona kama wamefanya hasa mkutano Pemba. Iko unazungumza yale maigizo ya mauani katika jimbo la Kiwani, wanachama 2,400. Sisi tunatoa changamoto, sisi muarudi waende wakawatafute 100 tu katika hao 50 tu katika basi ikiwa watawapata hao waliowavuna 50, basi sisi tutaongeza tena 200 wanachama. Lakini ile kwa mtu yoyote, na hata wenyewe, zile ni siasa za kizamani. Kusema kweli ni siasa ambazo tunasikitika kwamba inafanywa na viongozi ambao wamepewa dhamana au wamejipa dhamana ya kuendesha nchi hii. They don't seem to be serious kwa kweli. Hawezi kufanya udanganyifu ule katika zama hizi za artificial intelligence. Hizo very hata kwenye wakati wa analogu singeweza kufanya maagizo ya namna hii. Sisi hatuna wasiwasi, majimbo ya Pemba hajawahi kuchukuliwa na sisi. Wamewahi tu wenyewe kujifurahisha, wakawaweka watu wezi, wakawaandaa waliokuwa wenyewe hawana hata uungwana tu. Kuna watu wameacha kazi zao za halali, wamekwenda kupewa majimbo. Mtu anakura 30 leo yuko bungeni. Ni aibu, ni fedheha kwa nchi hii. Kwa hivyo sisi hilo wala si agenda wala si issue.
kwa sababu kura na mapenzi ni ya wananchi wenyewe. Sisi kazi yetu kuwaongoza, na wananchi wa Pemba hawajawahi kuwachagua, hawajawahi kuwapa sisi hata kiti cha udiwani, seuze cha ubunge, cha uwakilishi. Kwa hivyo kwetu sisi wala si ajenda wala sio kitu kinachotupa wasiwasi. Ingine uliuliza kwamba sisi wako wanaotaka mabadiliko, wasiwasi wao ni ACT Wazalendo, na wasiwasi wao ni ule wa asili kwamba ACT Wazalendo watarudisha tena sultani. Hichi kitabu cha zamani sana wanachosoma kwa kweli, cha zamani kweli. Kwa sababu kwanza mimi naomba niwaelimishe ndugu zangu, kama kweli kuna mtu anaamini hili, kama kweli, kama sio propaganda za kizamani mno. Kwanza tukumbuke kwamba sultani wa Zanzibar sio sultani wa Omani, kwanza tujue hilo. Sultani Zanzibar kuwa chini ya dola moja, kwa nchi moja inaongozwa na sultani mmoja au mfalme mmoja, kulisita Julai mwaka 1860 baada ya kitu maarufu kinachoitwa Lord Canning Award, suluhu iliyopitishwa na Governor General wa India kuwasuluhisha ndugu wawili, yule aliokuwa akitawala alikuweko Omani na aliokuweko Zanzibar. Wakakubaliana mmoja aendelee yeye na dominion hii ya upande wa Zanzibar na mwingine abaki Omani. Kwa hivyo kuanzia mwaka 1860 mpaka imekuja mwaka 64 wakati wa mapinduzi, ndio maana sultani alikuwepo Zanzibar hakukimbilia Omani, alikimbilia Portsmouth, Uingereza. Kwa hiyo leo ukizungumza sultani upi, usultani upi, kwanza lazima uambie wananchi huo usultani uko wapi, huo sultani uko wapi. Kama unadhani kwamba sultani wa Omani ndio, ni kuwadanganya wananchi, ni kutokujua historia, ni kutokujua. Kwa hivyo hilo la mwanzo. Lakini la pili, jamani, wengi hapa mshawenda Omani. Hebu tuulize, karani tu wa Omani umrudishe hapa umwambie utampa uwaziri, kweli atakubali? Lazima tuwe serious, yani mambo ya nchi, tusiwadanganye wananchi kwa kiwango hicho. Kwa kweli ni kuonea. Kwa hivyo sisi tutasema kama kweli mtu ana wasiwasi huo, itabidi mtafute msaidie, muelimishe. Lakini la tatu, sisi wazalendo mna kuendelea hivyo. Je, tayari kwenye uchaguzi tukiwa kwa taifa hii si kwa sababu GNU misi yake sisi ndio tuliosema inahitaji mashauri ya GNU kwa kuimarisha zaidi. Sisi ndio tulioitafuta GNU, ndio tulioipambania. Sisi hawataka kutaka, walikuja baadaye Rais Karume akakubali kwa sababu ya maono yake ya kwamba tuwe na GNU. Lakini wengi wapo ambao hakuitaka kati wa msukumo, wengine wametangaza kwamba hawataki GNU, maana yake hawataki umoja wa kitaifa. Matendo yao yanaakisi na wazi kwamba wao kabisa hawako katika suala la kujenga umoja wa kitaifa. Na laiti wengepo basi wangetukuta sisi tumeshatangulia, kwa sababu sisi tulikuwa tukiwahimiza katika hilo, wao ndio wamekataa. Sisi hatuna sababu ya tuna kwa sababu sisi GNU kama alivyosema Maalim Seif. Kama sikilizeni hotuba yake ya tarehe 8 Disemba 2020, alisema GNU ndio chombo chetu, tukitumie kuelekea kwenye umoja wa kweli wa kitaifa wa wananchi wa Zanzibar. Hiyo ndio dhamira yetu sisi aliyotuachia, ndio tunaipambania, ndio tunaipigania. Nchi hii iwe na umoja wa kweli wa kitaifa, isiwe mtu kutumia jukwaa hili kujihalalishia kuendelea kufanya uovu yeye anaotaka. Kwa hivyo sisi wala kwenye hilo hatuwezi na hatuna sababu ya kuwa sisi sababu ya kuvuruga umoja wa kitaifa au GNU. Na Nasra nasema ACT Wazalendo mnashinda, ninyi ni washindi. Viashiria gani?
viashiria vipo kila pahala. Kwanza kwamba CCM wanaogopa kufanya mageuzi ya uchaguzi. Ya msingi tu, CCM wanachukua juhudi kubwa kuwanyima haki wananchi wa Zanzibar wenye haki ya kupiga kura. Hiyo iko lakini tunasema kila kitu kinaonesha kwamba uchaguzi upi ambao tumewahi kushindwa, kama kwa sababu hii sio usichukulie chama, hizi ni harakati. Na tokea 95 kura za harakati hizi zimekuwa zikiongezeka. Tazameni ramani ya kisiasa ilivyobadilika. 95 kura ambazo upande wa upinzani ulipata kaskazini, na kura ambazo 2015 ilizipata ni tofauti kabisa. Kura ambazo upinzani umezipata kusini mwaka 95 na mwaka 2015 ni tofauti kabisa. Kura ambazo upinzani imekuwa ikizipata mjini, kati na kila pahala zimekuwa zikibadilika, zikionyesha na CCM hawajawahi kuongeza kura pahala popote katika Zanzibar hii. Kwa hivyo viashiria hivi viko wazi, lakini tunasema ukiona mwizi anatafuta namna bora ya kujificha, basi ujue kwamba anajua kwamba mwenye mali yuko macho zaidi. Bwana Faruk Karim, suala la kura ya mapema likoje? Sisi msimamo wetu ni kwamba kura ya mapema hasa kwa nafasi ya urais ni kinyume na katiba, hilo liko wazi. Lakini watawala hawa tunajua sote kwamba si watu wa kuheshimu sheria wala si watu wa kuheshimu katiba. Msimamo wetu sisi, tutaendelea kulipambania hilo, tutashirikiana na wananchi na wale watu ambao wana busara ndani ya Chama cha Mapinduzi na wengine kuhakikisha kwamba uvunjifu huu wa katiba unaondoka na utaratibu huu ambao umeleta maafa 2020 unaondoka, na ambao huko nyuma walishawahi kuahidi kwamba hili ni vyema tulishughulikie lisilete tena maafa 2020. Kwa hivyo sisi msimamo wetu uko pale pale na tunaendeleza mapambano dhidi ya hili. Endapo utashinda, kitu gani cha mwanzo utafanya? Kwa hakika jambo kubwa la ambalo Zanzibar lipo na linalohitaji ni watu kuhakikishiwa kwamba wana amani ya kweli, kila mmoja kupata haki yake. Kwa hivyo tutaweka katika jambo ambalo tutachukua hatua za mwanzo kabisa ni kufanya mageuzi ya mfumo wa utoaji haki, ili kila mmoja hakikishiwe kwamba ana haki yake. Na pahala pa mwanzo, haki ya mwanzo ni ya mtu na nchi yake, kutambuliwa, kujijua kwamba yeye ni kweli mwananchi wa nchi. Kwa hivyo jambo la mwanzo ni kuhakikisha kila Mzanzibari anapata kitambulisho cha Mzanzibari, sio Mzanzibari mkazi, kwa sababu hiyo ndio hatua ya mwanzo kumwambia mimi mwananchi sasa na haki ya kudai kutoka kwa serikali yako, kutoka kwa nchi yako. Lakini mfumo wetu wa kikatiba, lakini kubwa leo na Zanzibar umeumia sana kwa sababu hawashiriki katika uchumi. Leo wamekuwa wasindikizaji. Kwa hivyo ni haki na uwezo wa kushiriki kwenye uchumi. Tutakachochukua hatua ni kuhakikisha kuwa na sera bana za kuwezesha wananchi kushiriki katika uchumi, hasa kwa kutumia haki yao ya ardhi. Lakini na mengine ndio tunasema wakati ukifika tutakuja kuyaeleza. Suala la kwamba je, mtakubali matokeo, huu umekuwa ni msimamo wa chama chetu siku zote. Umekuwa na mimi ni msimamo wangu siku zote kwamba huo ndio uungwana.
kwamba ikiwa kutafanyika uchaguzi wa haki na huru, sisi tutakuwa mwanzo kusema kutambua matokeo na kumpongeza aliyeshinda, lakini sisi hatutokubali hata kidogo yaliyofanywa 2020. Mtu ana kura 30 anaambiwa anatangazwa yeye kashinda wakati ana kura 20. Watu wanakwenda wanabadilisha kwenye karatasi. Mshindi wa kwenye karatasi hatutomkubali. Hatoka yeye na aliyemtangaza, wote wawili tutapambana nao. Huo ndio msimamo wetu. Dada sikulipa jina, lakini Mary sasa ajenda zipi kuu na swala la ajira kwa vijana? Nadhani tumelieleza kwamba kwanza sisi Zanzibar ACT Wazalendo tunachoamini kwamba hakuna nchi ya kisiwa, hakuna nchi yoyote takriban ambayo itaweza kuendelea bila ya kuwa na mamlaka ya kuendesha uchumi wake. Kwa hivyo kwetu sisi ajenda kuu ni mamlaka ya Zanzibar kuendesha na kujiendesha uchumi wake. Mamlaka kamili ya Zanzibar, hiyo ni ajenda yetu kuu. Lakini ajenda ya pili kubwa tunaisema siku zote ni haki kwa raia wote. Watu kuwa na haki, kujenga na zaidi kuwaunganisha Wazanzibari wawe kitu kimoja. Hakuna sababu ya kutengana, hakuna sababu ya kuhasimiana, haya yatengenezwa. Sisi kwetu sisi kazi yetu kubwa mwanzo ni